بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 24 mwezi wa Shawwal mwaka 1441 katika silsila ya ad-durus al-manhajiyya tuendelea kusoma risala usulu ad-da'wah as-salafiyyah لشيخ الدكتور عبد السلام ابن برجس رحمه الله تعالى. tulifikia al-asl al-thamin, msingi wa 8 katika orodha ya misingi aliyotaja Sheikh rahimahullah. miongoni mwa misingi ya ad-da'wa as-salafiyya al-mubarakah التزامنا بما دل عليه الكتاب والسنة وأجمع عليه سلف الأمة في معاملة أئمتنا وحكامنا. kulazimiana kwetu ahlu sunna as-salafiyun, kulazimiana na yale ambayo tumeelekezwa katika Qur'ani na Sunna, na yale ambayo kwa ijma' ya salafu salih ridwanullahi ta'ala alayhim katika kuamiliana na viongozi wetu. Kwa hivyo ahlu sunna katika misingi adhimu wanaolazimiana nayo ni msingi ambao una dalili katika kitabu cha Allah na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, nao ni msingi wa kuwatii viongozi wa Kiislamu. قال نحن نسمع ونطيع لولاة أمورنا في غير معصية. sisi katika manhaji yetu kuwasikiliza na kuwatii viongozi wetu maadamu hawajatuamrisha na maasiya. kwa hii qaid, ama akiamrisha maasiya fala sam'a wala ta'a, la ta'ata li makhluq fi ma'siyati al-khaliq. hapo hatutamtii katika lile kosa analotuamrisha kulifanya. na hii haimaanishi kuwa tutatoka chini ya taa yake, la, katika lile jambo peke yake ambalo ametukataza au ametuamrisha kulifanya katika jambo ambalo ni la munkar, lile hatutalifanya, ama mengine tutaendelea kuyafanya ambayo hayakhalifu sheria. ولا نرى الخروج على الحاكم المسلم مهما كثرت معاصيه. na katika manhaji yetu hatuoni kutoka chini ya taa ya kiongozi wa Kiislamu hata maasiya yake yakiwa mengi kiasi gani. wala nadkhulu fi shay'in min umuri dunyahum, wala hatuingilii chochote katika mambo ya dunia yao. وننصحهم حسب الطريقة الشرعية بصدق وإخلاص
na tutawanasihi na kuwanasihi kulingana na njia za kisheria kwa ukweli na kwa ikhlas. وقول النصيحة سرا هو قول النصيحة سرا نتسمى نصح زيتك وواو كسيري لا سيما في زمن الفتن hasa katika zama za fitan ambazo sasa hivi tuishi katika zama kama hizo. Kwa nasaha kwa kiongozi kama alivyotuelekeza Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kwa siri. Na kwa kweli huu msingi wengi katika watu wa ukhalifu, msingi huu wengi katika watu wa ukhalifu, hasa wale wanaoishi katika bia za demokrasia, kashfa na kuwazungumza vibaya viongozi ndio ada yao, ndio kiamsha kinywa chao na ndio kulala kwao wala na hayo. Asubuhi wakiamka ya Fatah ya Razzaq, asubuhi wakiamka jambo la kwanza mtu aelekea katika redio yake awashe, toa dukuduku lako, kisha apige simu aanze kumkashifu kiongozi huyu na yule. Hivi ndivyo utaona wengi katika watu huwa, na katika vikao wanavyokaa hakuna mazungumzo mengine isipokuwa kuhusu viongozi. Hili ni jambo limeenea sana katika mujtamaa, na unapozungumza kulikataza jambo kama hili na kuwahimiza watu kuwatii viongozi, huelekezewa vidole na kuambiwa nyinyi ni vibaraka. Lakini hapa kuna maneno mazuri sana ameyazungumza Sheikh Abdul Salam rahimahullah, asema وندعو الله سبحانه وتعالى لهم بالصلاح والفلاح في سرنا وعلانيتنا لأن صلاحهم صلاح للعباد والبلاد. na sisi tumuomba Allah subhanahu wa ta'ala, tuwaombea viongozi wetu kutengenea na wawe ni wenye kufaulu. Katika siri zetu tuwaombea dua kwa siri, na wazi wazi tuwaombea dua, kwa sababu kutengenea kwao ni sababu ya kutengenea raia. Kila mwenye akili timamu maneno haya hawezi kuyakataa, maneno ambayo hata katika fitra ya binadamu yakubali. Hivi kuna mtu yukataa kuwa kutengenea kwa kiongozi ni sababu ya kutengenea kwa raia? Kwa nini badala ya kumlani ule kiongozi akawa muovu kuliko vile alivyo kwa sababu umemlani? Waonaje kama ungemuombea ikawa ni sababu ya yeye kutengenea mambo yakawa mazuri? Mbona hatutumia akili? Basi akili hii pia hatuna. Kwa ukimwombea yule kiongozi Allah amuongoze, ni sababu akitengenea yeye kutengenea kwa raia. Na ukimlani yule kiongozi, kuna watu wasema tamsomea dua ya salatu nahariya, shakuona walia masufi wamlani kweli yule kiongozi. Mlani tuseme amelaaniwa kikweli, mfano kwa mfano kweli amelaaniwa, wewe waonaje ukiwa na kiongozi mal'uni utakuwaje? Huko chini kutakuwa salama ikiwa kiongozi wenu mal'uni? Muonaje kama mngemuombea Allah amuongoze? Je, hamuoni kuwa itakuja kuwa ni sababu biidhnillahi ta'ala yeye anapotengenea na raia chini yake kutengenea? Kweli mwenye akili haya mambo aweza kuyakataa? Si dhani. Kwa hivyo usiwe upande wa pili. Ikiwa huko katika wale wenye akili utakuwa upande wa pili, sasa wewe utajaza utakuwa upande gani? Kisha akasema wa nakrahu ad-dukhula alayhim illa linasihin au mutadhallim. Na sisi tuona karaha
ni makruh kuingia kwa viongozi. Na ndio maana hutamuona hata siku moja salafi amekaa akigota mlango wa kiongozi na kuingia kwake. Hili jambo hutaliona kwa masalafi. Masalafi hutawaona wakiingia kwa viongozi. Sasa sijui tuhuma zaja vipi za kuambiwa kuwa hawa mvibaraka watetea viongozi, na huko kwa viongozi hata siku moja hamtotuona, hata siku moja. Kwa mtu amekwenda kwa kiongozi amgotea naenda pale, isipokuwa ikiwa ni katika hali ya kwenda kumpa nasaha kwa siri, au kwa sababu ya dhulma aliyofanyiwa mtu akaenda akapeleka mashtaka yake, na hapa hakuna makosa yoyote wala si makruh katika hilo. Ama kujipendekeza kwa viongozi na kwenda kwao na kukaa kule ndani na kufanya, la, haya hutayaona biidhnillah ta'ala. ونرى الجهاد معهم, na ikitokea jihad fi sabilillah na viongozi chini ya bendera ya kiongozi wa Kiislamu. وننكر على من سبهم وشهر بهم لما في ذلك من إثارة الرعايا عليهم مما قد يؤدي إلى أحد أمرين: إلى الخروج عليهم أو معصية الأوامر الشرعية. نسيسي niwenye kuwakemea wale wanaowatusi viongozi na kuwazungumza kwa vibaya mbele za watu, kwa sababu kitendo hicho ni sababu ya kuleta fitna na kuwachemsha raia dhidi ya viongozi wao, jambo ambalo laweza kusababisha moja katika mawili. Laweza kuwa sababu ya watu kutoka chini ya taa ya viongozi, kama ilivyotokea katika nchi nyingi mnazozifahamu nyinyi, wakawaua mpaka kufikia kiasi ya kuwaua viongozi wao wengine, na leo wamebaki hawana pa kuelekea, waliyadhu billah. Maadui wamewajia kutoka katika kila pembe, sababu ni kutoka chini ya taa ya viongozi. La kushangaza ni kuwa hawa walinganizi wa fitna ambao huzungumza maovu ya viongozi, wakienda kwa viongozi kama hawa hujipendekeza kama si wao. Nitawapa mfano. Hao walinganizi wanaojulikana ulimwenguni katika mkondo huu, kama mfano wa kina Salman al-Auda, wakati huo kina Aidh al-Qarni, kina al-Arifi. Kwa mfano, wakienda katika nchi ya Libya utawakuta wakutana na kiongozi pale, wamsifu mbele yake, wacheka na yeye, kisha ilivyofika siku yuangushwa. Sasa wao wako huko nje watia watu mutisha kutoka nje ya taa ya kiongozi wao na kumwangusha. Na tukisema hivi hatumtetei mfano kiongozi wa Libya, la, lakini twapima hasara kuwa hasara kubwa zaidi yatokea katika kumwangusha kuliko kubakia kwake. Na mfano kama huu umetokea Yemen, na mfano kama huu umetokea Suria, mfano huu umetokea katika nchi nyingi sana. Walakinna akthara an-nasi la ya'qilun, wengi katika watu hawatii akili na fahamu katika haya, na ukiwazungumzia wengine wakali kweli kweli, lakini ndio haki ilivyo. Mnachokifanya ni makosa, wala msihadaike na fasaha ya baadhi ya makhatibu wanaposimama juu ya mimbar. Utadhani ile mimbar sasa hivi itapasuka kwa namna anavyozungumza kwa hamasa. Ighdab,
kama yule Arif alikuwa akitoa hutuba moja, ighdab na qalqala, na kule Nabil al-Iwadhi, hadhihi thawrat hurufu al-hams, tajwidi katika mazungumzo, si maqalqala na gota gota herufi na nini. Basi na wale watu wachemka, mbona yeye haendi atafuti moja kwenye hivyo vita? Mbona yeye haendi? Vijana nendeni, vijana na wewe, mbona tukuone ukienda? Wataka kuwatia watu katika shimo. Yafikia wakati mtu yuwajuta, atamani ile hali ya yule kiongozi dhalim aliyekuwepo kuliko ile hali ambayo ataiona baadaye, kama tutakavyosoma maneno ya Sheikh al-Islam rahimahullah na Ibn Qayyim rahimahullah. Kwa hiyo imma itapelekea katika kuwazungumza vibaya viongozi watu kutoka chini ya taa ya viongozi, au kuwaasi viongozi katika mambo ya kisheria wanaoamrisha ambayo hayana makosa yote, bali pengine ni sheria Allah. Kama wanavyosema, akakataa kumtii mpaka katika jambo la kheri. Kwa nini? Kwa sababu khalas, yani hataki kumsikiza yule kiongozi, amezungumzwa vibaya, amefanya chuki dhidi yake wa hakadha. Na hivi ndivyo inavyokuwa hali. kisha hapa Sheikh asema wa huna anqulu kalaman li a'immati ad-da'wa rahmatullahi ta'ala alayhim fi ad-durar as-saniyya. Mimi sitayanukuu haya yaliyotaja hapa yafungamana na zaidi na nchi yao. Mimi nitanukuu maneno ya Sheikh al-Islam rahimahullah, na itakuwa hapa ndio tushamalizia hivi. Hiyo tuzungumza huko mbele al-asl at-tasi', lakini nitanukuu baadhi ya maneno ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ndio mjue kuwa haya si maneno yetu sisi. Hii ni itikadi ya ahli sunnati wal jamaa. Kwa mkimuona yeyote awazungumza vibaya viongozi mbele za watu na hamasa nyingi, ujue huyo si katika watu wa sunna. Hata akipinga maulidi si katika watu wa sunna. Maana watu wengine hawajui watu wa sunna isipokuwa anaipinga maulidi na itima, yule ndo mtu wa sunna. La, kuna misingi muhimu sana kama hii ambayo mwanzo huu msingi wengi katika watu ndio utawafahamu hizbia wako kupitia msingi huu. Huu msingi huu ukiufahamu huu, wengi utawajua kuwa hawa si katika watu wa sunna kupitia huu msingi. Na wallahi kadhaba, ni waongo kweli kweli. Utawasikia wasema muonao murji'a wasema watii viongozi katika kila kitu, hata fi maasiyati Allah. Kuna mmoja asema hivyo, hata fi maasiyati Allah. Kadhab. Nani ansema hivyo? Wapi? Kwenye kitabu gani? Tuonyeshe. Kuna salafi pali fulani amesema kwa mtii kiongozi hata kikuamrisha maasi ya mtii. Tuonyeshe yuko wapi? Yani mofikia katika fujur kiasi hiki, uovu katika husuma kiasi hiki. Lakini wacha tusome maneno ya Sheikh al-Islam. Kwa nini ahli sunna wakataza watu kutoka chini ya taa ya viongozi? Sikiza Sheikh al-Islam asema. قال شيخ الإسلام رحمه الله في منهاج السنة: ولعله لا يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان. na huenda haijulikani pote lolote ambalo limetoka chini ya taa ya kiongozi illa wa kana fi khurujiha min alfasadi ma huwa a'zamu min alfasadi alladhi azalatu, isipokuwa katika kutoka kwao chini ya taa ya kiongozi huyo uharibifu ukapatikana mkubwa zaidi kuliko ule uharibifu uliokuwepo wakati yupo kiongozi huyo. Hebu nionyesheni mfano leo katika hii asri sisi tuishi sasa hivi. Hakuna mtu hapa hajui nchi ambazo wametoka chini ya taa ya viongozi. Billahi alaikum, nionyesheni nchi moja tu wanamwangusha kiongozi wao ikawa nzuri kuliko ilivyokuwa. Moja nionyesheni. Mbona bwana mtaka kudanganya mpaka macho yenu?
hamuoni nyinyi? Mtajie nchi moja peke yake, naiomba hiyo nchi moja niijue, ambayo wamemwangusha kiongozi wao kisha ikabadilika ikawa bora kuliko ilivyokuwa. Moja tu niambie. Mashaallah, Libya walivyomwangusha kiongozi wao, sasa wako vizuri kabisa, sasa mambo mazuri kabisa. Tuonyesheni. Pamoja na kuwa kiongozi wao alikuwa muovu, ana kufur kabisa akbar, kama baadhi ya ulama walimkufurisha kama Sheikh bin Baz rahimahullah ta'ala na wengineo, bali hay'at kibar ulama walimkufurisha. Lakini kila kitu chapimwa mafsada na maslaha. Wakati mwingine huyu kubaki ni kheri kuliko kumuondoa kwa ule ufisadi utakavyotokea baada ya hapo. Na lau kama wangesubiri angekufa siku ile ambayo wamemuua, maana ndio siku yake. Mtu hawezi kusongea mbele wala kurudi nyuma. Ile siku aliyoandikiwa kufa ataondoka duniani, ataondoka. Wangefanya subra kidogo tu, Allah angemuondoa subhanahu wa ta'ala. وقال رحمه الله كذلك katika منهاج السنة كسمة: وقل من خرج على إمام ذي سلطان إلا كان ما تولد على فعله من الشر أعظم مما تولد من الخير. na ni uchache kwa anayetoka nje ya taa au chini ya taa ya kiongozi, yani kupatikana khairi, isipokuwa utapata kuwa kile kinachozaliwa kwa kitendo chake hiki kiovu katika shari ni kubwa zaidi kuliko khairi. Pengine watu wengine sema lakini kuna khairi fulani mpatikana, khairi fulani, lakini na ufisadi ukiupima na ile khairi unaohitaja utakuta kuwa ule fisadi ni mkubwa zaidi. kisha akatoa mfano: kalladhina kharaju ala Yazid bil Madina. Na hii tarikh watu sijui waisoma, yatosheleza ukisoma tarikh kuyafahamu haya mambo. Lakini wengi wetu tarikhi iko, mambo kama haya si ya leo, yashafanyika huko nyuma yakaleta balaa, lakini wengi katika watu hawazingatii haya. waliotoka nje ya taa Yazid Madina: وكابن الأشعث الذي خرج على عبد الملك بالعراق. عبد الرحمن بن الأشعث alitoka chini ya taa ya Abd al-Malik ibn Marwan Iraq. Huyu alikuwa ni komanda wa jeshi chini ya Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi. Alikuwa ni mzuri sana kwenye vita, na ndio maana Hajjaj hakumtoa katika uongozi. Lakini alikuwa akimchukia sana al-Hajjaj, mpaka akasema sijamtizama Hajjaj isipokuwa ninatamani kumuua, kila nikimuona natamani kumuua. Zile futuhat zilivyoongezeka kule, akatoa khutba moja akatoa khutba ya kikhariji, akawatia watu hamasa, akasema lazima tumuondoe Hajjaj katika uongozi. Kurudi hivi wakaona wana nguvu, wako wengi, maelfu kwa maelfu ya jeshi, kusema hatutaki tena Hajjaj. Abdul Malik ibn Marwan chini khalifa, mimi nitasimama. Hawa wamefanya hivi, wamemwaga damu, wamefanya kadha, wamefanya kadha, ataja uovu. Abdul Malik ibn Marwan akawasalitishia Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi. Vita vikali sana vikaenda mpaka yale masiku, kuna siku tu yomo al-Jamajim, vichwa viliangushwa vya qurra hafadhatu kitabillah. Na hii wengi waliingia katika hii fitna, wengi sana, mpaka baadhi ya ulama wakubwa wa hadithi waliingia katika hii fitna. Watu waliuawa wengi sana. Al-Imam Ash-Sha'bi rahimahullahu ta'ala aliteleza katika fitna, kama sikukosea ni mpaka baada ya vile vita alisimamishwa mbele al-Hajjaj,
akamwangalia Hajjaj, hata wewe pia? Akamwambia kweli, hatukuwa ni wenye nguvu wa kuweza kukutoa wewe, wala hatukuwa wacha Mungu kiasi cha kuwa tukusubirie katika ile hali iliyokuwa, lakini hivi ndivyo ilivyokuwa haki. Kwa wengi waliuawa siku hiyo, wengi sana. Kisha mwisho wa kusha Abdurrahman al-Ash'ath akakimbia kwa mfalme wa makafiri, kakao kwa makafiri. Hajjaj akamwandikia barua yule mfalme, mtoe Abdurrahman al-Ash'ath au naja kupendua hicho kiti chako, hujajua nitakuja na jeshi huko hujawahi kuliona. Nani atakubali ufalme wake uondoke kwa sababu mtu fulani ninamweka hapa? Akampatia askari wa Hajjaj waende naye. Njiani akajikimbiza mahali, akapanda juu ya nyumba ndefu, akaruka chini, akajiua. Angalia huyu ambaye amewatoa watu wapi, mwisho amejiua. Na wewe nenda kasome fitna ya Ibn al-Ash'ath, Abdurrahman ibn al-Ash'ath, kisha uangalie vipi aliwatia watu kwenye fitna. Hivi tusoma tarikh hatuifahamu? Tarikh imeweka kila kitu wazi. وكابن المهلب الذي خرج على ابنه بخراسان، خراسان ابن المهلب الخارجي. وكأبي مسلم صاحب الدعوة الذي خرج عليهم بخراسان أيضا، أبي مسلم بيتك خراسان. وكالذين خرجوا على المنصور بالمدينة والبصرة وأمثال هؤلاء. تزاما مفانو شيخ الإسلام يبي hakuna mmoja alikuja na khairi au wote waliotaja. Na maneno kama haya ni mengi sana. Kintamalizia na maneno Ibn Qayyim rahimahullah. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala akieleza hatari ya kukhalifu huu msingi tulioutaja katika i'lam al-muwaqqi'in عن رب العالمين سيما: الإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر. kuwafanyia inkar viongozi, wafalme, viongozi kwa kutoka chini ya taa yao ndio msingi wa kila shari na fitna mpaka mwisho wa zama. Ndio msingi wa kila shari na fitna. kisha akasema: وقد استأذن الصحابة رضي الله عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتال شرار الأئمة. masahaba pia walimuomba ruhusa Mtume sallam kuwapiga vita viongozi waovu ambao Mtume sallam aliwaambia watakutana na wao. qila ya Rasulullah afala nunabidhuhum bisayfi. Waliomba ruhusa bwana, mashujaa waume, simba wa kisawasawa, tutoke na panga zetu tuwamalize? qala la. Wale wanaosema nyinyi nini, ni Mtume sallam aliyesema fanya adabu. Mtume sallam alisema la, ma aqamu fikum as-salah, maadamu wasali chanilla. وقال صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر. yule anayeona kwa kiongozi wake kitu anachokichukia afanye subra, asubiri. ولا ينزعن يدا من طاعة. haya maneno ya Mtume sallam. kisha akazungumza maneno yanayofanana na ya mwalimu wake, akasema: waman taammala, na mwenye kutaamali na kuzingatia, ma jara ala alislam fi alfitani alkibar walsighar, yale yaliyopita katika tarehe ya Uislamu katika fitna kubwa na ndogo, raaha min idha'ati hadha al-asl,
atakuta kuwa fitna kama hizo zimetokamana na kupoteza msingi huu wa adami sabri ala munkarin, na watu kutosubiria ule munkar wanaouona kwa viongozi wao. Fatalaba izalatahu, wengi katika wale walioharibu mambo wakataka kuondoa ule munkar kwa njia ambayo si ya kisheria. Fatawallada minhu ma huwa akbaru minhu, kukazaliwa shari kubwa zaidi kuliko ile ambayo iliyokuwepo na yule kiongozi. Haya maneno yamefanana na Sheikh al-Islam rahimahullah ta'ala, mwalimu wa Ibn al-Qayyim. Lakini ni wangapi ambao maneno haya wataelewa leo? Wangapi? Kam minan nas yafhamuna hadha al-kalam? Bali wengi katika watu wakuta kuwa mtakubalije? Tutakubali vipi? Tutokeni kwenye maandamano jamaa, tusikubalini. Wakadhalika yafalu. Angalia sasa ile shari iliyotokea katika hizi nchi ambazo wametoka chini ya taa ya viongozi wao, leo wako katika hali ambayo hakuna mtu awaonea wivu nayo. Kwa hivi ndivyo walivyokuwa salafu salih ridwanullahi ta'ala alayhim, na ndio wanaovioni walivyokuwa mpaka leo. Mpaka wa leo ukisoma fatawa za ulama wetu, Sheikh Ibn Baz, Sheikh Ibn Uthaymeen, Sheikh Al-Albani, Sheikh Al-Fawzan na wengineo, utakuta wakikataza hili jambo, bali wakataza si kutoka kwa silaha tu, hata kwa maneno. Sheikh Al-Fawzan حفظه الله أسمع: الخروج على الأئمة يكون بالسيف وهذا أشد الخروج. kutoka chini ya taa ya viongozi huwa kwa silaha, upanga, na hii ndio njia mbaya kabisa ya khuruji. ويكون بالكلام, na kadhalika kwa maneno. kuna khawarij wengi بسبهم وشتمهم والكلام فيهم في المجالس وعلى المنابر, kuwatusi, kuwatukana viongozi na kuwazungumza katika vikao na juu ya mimbar. hadha yuhayyiju an-nas wa yahuthuhum ala al-khuruj ala wali al-amri. Hili jambo la chemsha watu na kuwahimiza. Huu ulimi, mtu aweza kutumia ulimi akasababisha madhara makubwa sana, ikawa atawachemsha wale watu kutoka nje ya taa ya viongozi wao. Wayunqisu qadra alwulati indahum, akashukisha ile haiba na watu kuwa na ihtiram na yule kiongozi kwa maneno yake anayozungumza. Falkalamu khurujun, hata maneno pia ni kutoka nje ya taa ya kiongozi. Ukimzungumza vibaya kiongozi, wewe ni katika khawarij tu. Na mbaya zaidi ukawa wamlaani yule kiongozi. Hamjaona nyinyi klipu za wale makhurafi na wengine ahlul bid'ah mbalimbali, ama hizbiyun, ama wale khurafi, asema Allah atamtosha eti amlani kiongozi. Yule kiongozi ni kama nilivyowatajia mwanzo, ukimlaani akawa mal'uni, basi ile shida utakayoipata itakuwa zaidi kuliko vile unavyofikiria wewe. Sasa si bora basi umuombee Allah amuongoze? Ikiwa waona ana makosa, muombee Allah amuongoze. Allah akishamuongoza basi itakuwa ni sababu ya kutengenea pia raia. Lakini wengi hisabu kama hizi hawana. Wallahu almusta'an. Na maneno ni mengi ya wanaovioni, nimenukuu baadhi yake, tutosheke na hayo kwa sababu ni katika hali ya kutanabahisha tu juu ya msingi huu. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك. فلو قال قائل رافضي أو غيره: أتزعمون يا أهل السنة أن الحق عندكم وحدكم؟ نقول نعم ولا خطابة. الحق الذي لا تشوبه شائبة الباطل، الحق الخالص الصافي من الكدر
عندنا 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 وألف مرة عندنا، وإن رغمت أنوفكم وشمخت رؤوسكم حتى تلحقوا المريخ. سمعتم؟